Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Uhaligani mpenzi na mtazamaji wa chaneli yetu, karibu siku ya leo twende tukaangaze zile habari ambazo zimeweza kuwa gumzo nchini Tanzania siku ya leo na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa siku ya leo tuna habari ambazo si nzuri sana, ni kuhusiana na klabu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo tunashuhudia klabu ya soka ya Yanga wameweza kupata pigo kubwa, ambapo tunashuhudia aliyewahi kuwa mlinda mlango wa klabu ya soka Young Africans ama Yanga Sports Club, Klaus Kindoki Nziki mwenye umri wa miaka 33 amefariki dunia usiku wa kuamkia leo kufuatia ajali ya gari mbaya iliyotokea jijini Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo ikumbukwe kwa upande mwingine mchezaji huyu golikipa Kindoki ni miongoni mwa magolikipa ambao walijizolea umaarufu mkubwa ndani ya Tanzania, akiwa na klabu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo kwa upande mwingine ni miongoni mwa golikipa ambao waliweza kuiongoza klabu ya soka Yanga Sports Club msimu wa mwaka 2018, 2019, 2019, 2020, ambapo habari inaendelea kusema hivi: Kindoki alipata umaarufu mkubwa nchini Tanzania alipoanza kuitumikia Young Africans, ambayo kwa wakati huo ilikuwa chini ya kocha mkuu Mwinyi Zaera. Kwa hiyo tunaona Kindoki wakati anaitumikia klabu ya soka Yanga ilikuwa chini ya kocha Mwinyi Zaera Papa. Huyu ni miongoni mwa makocha kutokea katika nchi ya DR Congo. Habari kaendelea kusema hivi: itakumbukwa Kindoki alisimama kwenye milangoti ya Yanga katika msimu wa mwaka 2018-2019 baada ya kusajiliwa akitokea klabu ya Racing Club de Kinshasa RCK. Pumzika kwa amani Klaus Kindoki. Kwa tunaona hiyo ndio habari ya kusikitisha ambayo imeweza kukonga mioyo ya wapenda soka wengi nchini Tanzania, nje ya mipaka ya Tanzania, hususan familia ya Klaus Kindoki ambao wameweza kuguswa na msiba huu, kwa sababu ukiangalia ni kijana mdogo mwenye umri wa miaka 33 ambaye ameweza kuaga dunia. Kindoki bado alikuwa na majukumu ya kuendelea kucheza mpira, lakini ndio hivyo, ajali ya gari ndio ambayo imeweza kufupisha maisha yake. Kama Top 5 Media tunamuomba Mwenyezi Mungu aweze kuipumzisha roho ya marehemu Klaus Kindoki mahali pema peponi. Wewe kama ni mdau ambao umeweza kuguswa na msiba huu, una nafasi ya kwenda eneo la comment na kutuambia kwa upande wako wewe Kindoki utamkumbuka kwa lipi, na kama umeguswa na msiba huu una nafasi ya kuandika maneno yote hapo chini kumtakia kila la kheri Klaus Kindoki ambaye ameweza kufariki dunia tarehe 12 ya mwezi Julai mwaka 2026. Pumzika kwa amani Klaus Kindoki. Mungu ailaze roho yako mahali pema peponi.